Tanzania wangu ni muungano wetu, na tofauti zetu zisibadilike tu. Sisi ni Watanzania ambao tunajengwa na amani ambayo imeasisiwa na waasisi wa taifa hili. Nilikuwa namzungumzia Mwalimu Julius Kambarage Nyerere na Sheikh Abeid Amani Karume, amani ambayo mpaka hii leo bado tuko nayo. Kutokana na amani hii ambayo tupo nayo nchini Tanzania, imetupa fursa ya kufanya mambo mbalimbali ambayo yanaingiza kipato kwa mtu mmoja mmoja, lakini pia yanaingiza kipato kwa taifa. Vijana wengi, wake kwa waume, lakini pia rika mbalimbali wamepata ajira kutokana na shughuli ambazo zinafanywa katika maeneo mbalimbali. Hapa nipo katika mkoa wa Kigoma. Eneo hili ni Katonga Mwaloni. Watu ambao wanaifahamu Kigoma watakuwa wanaifahamu vizuri sana. Ukija majira ya asubuhi, mitumbwi hii ama maboti kama metoka kuvua, hapa watu wanakuwa ni wengi kweli kweli. Yote haya ambao wanafanya ni mnyororo wa thamani kutokana na shughuli ambazo zinafanywa, shughuli za uvuvi. Mimi ni Maulid Kambaya na hii ni TBC, na kwambia karibu tuone pamoja mpaka tamati ni kujuze kile ambacho kinafanywa katika eneo hili la Katonga Mwaloni. Hii ni moja tu ya vyombo ama zana ambazo zinatumika kwa ajili ya kurahisisha shughuli za uvuvi, na hapa imeshaegesha na samaki asubuhi wameshatoka humu na washakwenda kufanya shughuli za biashara, na kuna watu tayari wameshafanya shughuli zao kwa namna moja ama nyingine. Nashuka humu ili tupate kuzungumza na wale ambao wanajihusisha na shughuli za uvuvi katika eneo hili la Katonga Mwaloni, kuweza kufahamu namna gani hali ilivyo, lakini pia kubwa zaidi ukitazama kwa namna gani amani na utanzania wetu imekuwa chachu ya wao kunufaika na shughuli ambazo wanafanya siku zote. Kumbuka sisi ni Tanzania. Njoo tuzungumze. Huyu jamaa bwana alikuwa kitasa, yani fullback moja alikuwa matata sana. Unamkumbuka Said Maulidi? Hapa alikuwa anakaa, akija anatulizwa. Leo tuzungumzie mambo ya mpira, tuzungumza mambo ya uvuvi. Namna gani mnafanya shughuli zenu za uvuvi katika eneo hili hapa eneo hili la Katonga Mwaloni? Katika eneo letu la uvuvi hapa Katonga tunafanya kazi vizuri sana. Kwanza tunashukuru serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia Chama cha Mapinduzi kwa ulinzi ambao sasa hivi ambayo inatuimarishia. Unaona, kwa kweli tunafanya kazi zetu vizuri sana, na tunakwenda ziwani kwa usalama na turudi kwa usalama, na tunavua samaki zetu kama unavyoona sasa hivi. Kuna mchakato wa mwalo ambao sasa hivi unajengwa. Kuna kiwanda kimoja cha barafu hizi hapa. Sasa hivi hata wanakuwa wachakataji wakinunua samaki, unaona, wanakuwa kuna sehemu ambao zao zipo za kuweka ambao zinakuwa salama, zinaweza zikasafiri zikaenda mpaka sehemu zingine ambako wanakozihitaji. Kwa kweli tunashukuru sana, tunawapeni hongera sana pamoja na serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Unazungumzaje ushirikiano uliopo baina ya Watanzania katika kufanya shughuli mbalimbali? Kwa sababu ukitazama wewe mvuvi ukija hapa, kuna watu wengi wanufaika kutokana na shughuli ambao anafanya mvuvi. Kuna vijana ambao wanakuwa wanavuta chombo, wanashusha, wanakuwa wanaanika, akina mama nao pia wanapata nafasi ya kuuza samaki na mambo kama hayo. Ushirikiano huu kwa Watanzania unaozungumziaje? Kwa kweli ushirikiano ni mzuri sana, ushirikiano una upendo. Na wananufaika sana, kwa sababu mimi naweza nikatoa samaki kule, nikifika hapa kuna wachakataji wapo, nadhani wako dada zetu hapa, mama zetu hapa wanafanya shughuli hizo, tunaweza tukauzia hapa, tukiwauzia hapa na wenyewe wanatoka hapo tena wanauzia tena wachakataji ambao wanaweza kwenda labda kupeleka labda masokoni na nini. Kwa kweli inawasaidia ni 1 2 3 kipato kile ambacho wanaweza kukipata wenyewe kwa sababu kuendeleza maisha yao na kusomesha watoto. Bila shaka eneo hili wewe ni mwenyeji na hata pia ukawa una historia kubwa kuhusiana na eneo hili la hapa Katonga Mwaloni. Tunashukuru vijana wanakuwa na nguvu, wanatudiriki sisi wazee, kutupa kidogo kidogo tunapata. Shilingi 200 300 tunanufaika. Na tunamshukuru Mungu kutokana na uhai wetu na elimu zetu. Hatuna elimu, na elimu yetu ni hii ya uvuvi. Tofauti Utanzania. Tanzania tangu enzi za baba wa taifa na hayati Abeid Amani Karume wamekuwa wakinadi upendo na mshikamano. Bila shaka mpaka hapa hii leo mpaka ndevu zimebadilika rangi, zimekuwa nyeupe. Bila shaka kuna mengi umepitia. Namna gani upendo ambao Tanzania tumerithi kutoka kwa wazee wetu tunapaswa kuwarithisha vijana wetu kwa sasa? Mimi nashukuru kwanza sana kwa wale viongozi wote waliotoka, na washukuru. Hatukuona kama haya yanaonekanika hivi sasa. Tulikuwa tunapewa fursa ya kuvua hizi dagaa, samaki kipindi chote. Kwa hivyo tunashukuru. Na huyu ni upendo mkubwa.
wameturithisha wenyewe. Haya, unapokuwa unazungumzia eneo hili na ukizungumzia Utanzania na amani, kuna watu ambao wapo katika eneo hili, wao kazi yao kubwa kutazama namna ambavyo amani inaendelea kudumishwa katika eneo hili, watu ambao wanahusika katika masuala ya bichi. Hapa nazungumzia BMU. Kuna mtu maarufu katika eneo hili anajulikana kama Simba, miongoni mwa viongozi katika eneo hili. Tuzungumze naye pia tuambie, mnyororo ni mpana sana katika eneo hili na watu wananufaika kwa namna moja ama nyingine. Tukizungumzia wale watu ambao wanakuwa wanatazama, karibu usimama kwa hapa, watazama mazingira yakoje, watu wachafui mazingira, lakini pia hata amani na kwa katika eneo hili. Bwana Simba ni miongoni mwa watu ambao wana majukumu yao, lakini pia tuambie kile ambacho mnafanya kila siku katika eneo hili, mngefika kuanzia asubuhi mpaka jioni. Sisi kila siku tunapokuja hapa kama beach management, lengo letu sisi hapa ni kuangalia wananchi wamekujaje katika shughuli hizi za mwaro, kuanzia wavuvi mpaka wachakataji. Tunafanya ushirikiano nao kwa ukaribu zaidi sana na kulinda mazingira na kuangalia usalama wa wavuvi walivyokwenda, je, marudi salama. Hicho ndio kinachozingatia zaidi mara kila siku. Katika kufanya yote hayo, namna gani mnaozingatia Utanzania wetu? Tanzania wetu sisi watu tunafanya ni ushirikiano hasa katika kulinda rasilimali ya uvuvi hizi. Tunachofanya ni ushirikiano. Tunajaribu kuelimisha wavuvi na hawa wachakataji jinsi gani za kuweza kulinda rasilimali hizi kwa ajili ya kizazi cha kesho kutwa. Kwa maana tunafanya kazi yetu kubwa ni kulinda na kuwapa elimu wavuvi. Mazao haya yanastahili, mazao haya hastahili. Hicho ndio tunachofanya mara kwa mara. Changamoto kubwa ambazo mmekutana nazo katika shughuli zenu za kila siku ni zipi? Changamoto hazikosi kwenye kazi mbalimbali, hasa unaweza kupata taarifa kwamba wavuvi wamepata matokeo mbalimbali, hasa kuibiwa ziwani. Changamoto lingine labda amevamiwa na dhoruba kuu imetokea huko, na nyingi tunapata shida sana kupata msaada kwa ajili ya kwenda kuwaokoa. Hiyo ndio changamoto tunazipata mara kwa mara. Lakini mara nyingi sasa hivi tunachokifanya, tumeshakuwa sambamba na serikali, tunaomba ushirikiano. Kwa sasa hivi tukio likitokea kuna fiber sasa hivi zipo. Kwa hiyo mara kwa mara sasa hivi tukio aina yoyote, hasa tala ujambazi sasa hivi ziwani limepungua 90%, kwa sababu sasa hivi kidogo mkoa huyo aliyokuja anashirikiana na RPC. Sasa hivi wavuvi wakipata tatizo lolote tofauti na siku za nyuma, ni haraka sana tunapata msaada. Kwa sasa hivi kidogo udhibiti wa ziwa Tanganyika umeimarika. Udhibiti katika ziwa Tanganyika umeimarika na jeshi la polisi bila shaka limejipanga imara, pamoja na mkuu wa mkoa ambaye amekuja hapa kwa sasa, Simon Nyakolo Siro, amezungumza kwamba ni miongoni mwa watu ambao wamehakikisha kwamba amani ipo katika eneo hili. Zile changamoto za hapa na pale kwa kiasi kikubwa zimepungua, lakini katika eneo hili ukiwazungumzia wavuvi, kuna kina mama ambao wao hawaendi kwenda kuvua, lakini pia ni miongoni mwa watu wanafanya shughuli hizi zinazidi kuendelea, na wao wamekuwa wakinufaika kwa namna moja au nyingine. Kuna mama hapa tuzungumze naye, anaitwa Zubeda, tuzungumze naye ili aweze kutuambia namna gani uwepo wa eneo hili hapa Katonga Mwaloni, ambao watu wanakuwa kufanya shughuli za uvuvi zimemsaidia kwa namna moja au nyingine. Usikute Zubeda hata pale nyumbani, hata baba akiwa analegalega, Zubeda maisha yake yasimame, yanasonga. Njoo tuzungumze Zubeda, utuambie namna gani shughuli za uvuvi hapa katika eneo hili la Katonga Mwaloni zimekuwa zikisaidia shughuli zako za kila siku. Kwa kweli kwanza sisi tunamshukuru Mungu kutuumbia hili ziwa. Lakini niseme mimi ni mchakataji na tangu ninaishi mahali hapa sina kazi nyingine tofauti na kazi ya uchakataji. Hili ziwa kwa kweli sisi tunalishukuru na Mungu alibariki. Ziwa letu hili lina mihula mitatu. Ziwa letu hili lina muhula wa mavuno mengi. Lina muhula wa mavuno ya saizi ya kati. Lina muhula wa kujifunga lenyewe. Tegemeo la mkazi wa Kigoma ni ziwa. Sisi tunanunua dagaa wabichi, tunauza wabichi. Tunanunua dagaa wabichi, tunawakausha. Na watu wengine kutoka nchi za nje wanafaidika na hili ziwa. Tunachukua samaki wabichi, tunawauza wabichi. Kwa maana sasa hivi wafadhili wameshafika, viwanda vipo, samaki tunakausha kupitia barafu, zinakwenda mpaka Marekani, na huu sio uongo. Lakini pia
tuna ukaushaji wa samaki hawa wabichi, tunawakausha kwa moshi, tunawapelekea ndugu zetu vijijini, tunaenda kuwahesabia na wao wanapata kula samaki wa ziwa Tanganyika. Wakati tunatazama serikali na kutazama namna ambayo inaleta hueni kwa wakazi wa eneo hili la Bangwe, namna gani unawaambia Watanzania wenyewe sasa kuhakikisha kwamba wanatunza amani na utulivu ili shughuli ambazo zinafanywa kupitia ziwa hili ziendelee kuwepo, kwa sababu pasi na amani na utulivu amna mvuvi ambaye atatia chombo chake kwenda kuvua. Namna gani Watanzania tulinde utulivu wote ambao tuko nao? Yaani Watanzania tunatakiwa kuilinda nchi yetu ya Tanzania. Katika hilo tena nakuwa mkali sana. Kwanza sisi ndio tunaoishi na jamii tofauti tofauti. Serikali, askari anapokaa pale mpakani analinda, hajui aliyepenya vichakani. Kwanza tulinde wageni kuingia katika nchi yetu, atatuvurugia amani. Hapo taingia bila taratibu. Naam. Kwa sababu ni hivi, mgeni yoyote anapokuja bila taratibu haumjui kajaje. Kumbe ninawashauri Watanzania wote, unapomuona mgeni msogelee. Sema naye, muulize kama ana vitambulisho halali, kama hana tutoe taarifa serikalini. Kama hana tutoe taarifa serikalini. Nchi ni ya Watanzania, tunapaswa kuilinda sisi wenyewe wa Tanzania. Sasa tutazame wale watu ambao anajua kabisa Kambaya kaja hapa si Mtanzania. Sasa mimi ndo Mtanzania, na kwa sababu ya kwanza kumficha huyu Kambaya ili asigundulike na kuendelea kufanya shughuli zake, na kuna baadhi yao ambao si wema wanafanya amani ambayo tuko nayo inakuwa inapotea. Watu wana tabia hiyo ya kukumbatia wageni ambao wako wameingia nchini bila ya vibali ama taratibu. Unawaambia kitu gani? Yeye na mgeni wake, hatua za kisheria zinatakiwa zichukuliwe dhidi yake ili kuilinda nchi yetu ya amani. Nadhani sisi katika mkoa wetu wa Kigoma si wageni. Maisha ya wenzetu tunatambua vizuri, lakini sisi leo tunajisemea serikali tuhurumie, itupunge, kwa sababu tuna uhuru wa kufanya shughuli zetu. Kumbe cha kwanza ni amani. Na kwa hili tunawapongeza viongozi wetu wa nchi ya Tanzania. Mungu awabariki, awaongeze ulinzi mkubwa, kwa sababu tunaishi kwa amani, tunafanya shughuli zetu, lakini pia tujiepushe na vichocheo. Anakuja anakudanganya mtu, yeye haishi Kigoma, anakuja kwa muda, anaacha ametuharibu sisi, tunajaa ndani ya mabarabara, yeye kaondoka. Ninawasihi Watanzania wote wawe wenye shughuli kama za kwangu, wenye familia kama mimi, wenye watoto kama mimi. Ninawaambia cha kwanza ni amani. Akija mtu akikwambia 1 2 3 fanya hivi, mwambie fanya wewe, na ukimya vunja, ukaitafuta serikali uiambie. Haya, ili swali nakwenda kuuliza kwa siri kabisa, watu wengi wasisikie, ili katika uvuvi baba akutegee kuhudumia familia kwa sababu wanapata leo kwenye kipato hapa. Wala hilo sio la siri. Tunawaeleza ukweli. Hilo sio la siri. Kina baba hawaemei, wanaamkia kwenye bao, wanacheza. Unamkuta baba ana familia na watoto wapo. Mama tunashindana yeye hapa. Tunachakata, lakini baba wako baba bora, hata hawa wenzetu wanashinda maji, wanavua kisha leta, anaenda kulala, anapumzika. Lakini wako watu wanashinda kwenye bao. Mke ndo anakuja kucheka. Mke ndo anashinda anachakarika, afa akifika na hivi hakuna kaliko wiva hapa. Kama vile yeye mama ndo amekuwa baba na baba amekuwa mama. Lakini nao nampa kwa upendo wenu mnawapa. Si ni mapenzi, ni baba wa watoto wangu, nitamnyima, lakini sio kwamba ninampa nimeridhika. Kama mimi nimekuja na shilingi 1000 au 500, vipi na yeye akienda kula kabeba zege akaja na shilingi 1000 au 500, tukazichanga pale, tukafanya ushirikiano, familia haijasonga mbele. Ninawashauri wanaume, sio kwamba nawachukia, ninawapenda, wafanye kazi, ndio tamko la urithi. Wanaume mfanye kazi, ndio tamko la urithi ambalo tumeambiwa na mama yetu hapa. Kuna kina baba akiamka yeye kwenye bao, muda wote kwenye bao afanye kazi, lakini baba wenyewe wapo hapa. Huyu baba njoo usikute, siseme kama ndio yeye, ila usikute ni miongoni mwao ambao katika hawa, lakini sio wewe. Sio wewe. Unaitwa nani? Naitwa Rashidi Amrani Halfani. Rashidi Amrani Halfani amezungumza Bi Zubeida hapa umuhimu wa kutunza amani ambayo tuko nayo ili mambo yapate kwenda vizuri kabisa. Hili unatazamaje? Kwa mimi binafsi liko sawa, kwa maana umojawapo wa watu wa ulinzi hata mimi nimo. Na nazungumza nimo kwa sababu mimi pia katika askari na mimi ni askari.
Lakini amani tunaitunza vipi? Amani kwanza, kabla ya kuangalia wenzetu, tuangalie sisi kwa sisi tunavyoishi. Kuna muda amani tunaweza tukaizingishia wageni, lakini hata sisi wenyewe tukawa ni chanzo cha kupotosha amani. Sisi katika hapa kwetu Bangwe hapa tuna asili ya kuingiliana. Kuna Warundi, kuna Wakongomani. Sawa? Ina maana tukisema Wakongomani tuna Wabembe wa kuzaliwa na Wabembe wa kuja. Kuna Warundi ambao wanatoka huko bila vibali na wengine wanakuja na vibali. Sawa? Wale wenye vibali serikali inawatambua, na wale hawana vibali serikali haiwatambui. Na kwa wingi hapa Bangwe ndio ambayo hawana vibali ndio wengi zaidi kulikoni wenye vibali. Sawa. Tunashukuru kwanza serikali ambapo imepitisha mchakato wa operation kuwapunguza kwa 1% kuliko hapo mwanzo. Kwa sababu ilikuwa imefikia mpaka wakati vijana wakazi wa hapa, wazaliwa wa hapa wanakosa nafasi za kupata kazi kwa hivi vyombo kwa sababu ya wageni wengi. Leo tajiri anakuwa na vipe 5 ama tunasema mitumbu ya makila 4. Sawa. Yo ukiangalia wavuvi wote walioko pale ni watu wa kutoka ng'ambo. Amani inakujaje? Kwanza mimi nishukuru Mwenyezi Mungu katika kuishi kwangu hapa Bangwe na pamoja na dada zangu, mama zangu, kuna ushirikiano ambao unafanyika kwa viongozi wa serikali wa mtaa. Serikali ya mtaa inatambua uwepo wa hao wageni, kuna wengine haiwatambui, na vile na wenye nyumba hapo kuna nyumba nyingi hapa. Ninachosikitika ni pale unapopokea mgeni, umjui kazaliwa wapi, katoka wapi, na kule kwao wametoka amefanya nini. Maana hapa ni tusizungumze kukwepesha. Kuna wengine kule walikuwa ni wanajeshi, kwa sababu ile nchi imepita vita vingi sana vya wao kwa wao, miaka zaidi ya 10 na sasa wale watu inafikia wakati wakija hapa wanafika wanapanga hapo kwenye nyumba za wenyeji. Wakishapanga kinachokuja kufuata hapa ni matukio. Lakini tunashukuru mkoa baada ya kuwa amekuja, lalamiko la kwanza kutoka kwa wananchi walimwambia hili. Kwa kweli amefanya kazi kubwa. Moja, alituletea fiber. Nisizungumze uongo, Mungu shahidi. Kila siku mimi nakumbana na fiber. Wanatuuliza mko salama? Ndiyo, tuko salama. Kuna wageni humu wanapiga doria ziwani. Wanafanya doria. Kuna wageni humu, hatuna wageni. Kwa sasa hivi serikali imetoa tamko kwamba hairuhusiwi mgeni kufanya kazi, labda awe na vibali. Kamanda Siro, tunampa kongole zote, yani pongezi zote. Yani pongezi zote zimfikie. Haya, mkuu wa mkoa Simon Siro unapewa kongole. Mheshimiwa Balozi pia unapewa pongezi kubwa kwa kazi kubwa ambayo unafanya. Lakini bado katika eneo hili mengi umezungumza, najua una mengi ya kuzungumza, lakini pia kina mama pia wananufaika katika eneo hili. Mama, habari yako? Tuambie wewe kama bwana mama. Naitwa Hadija Jafari, ni mkazi wa Katonga. Kwanza kabisa nilikuwa nataka nimuombe mama atusaidie kitu kimoja kuhusiana na ziwa. Namuomba mama, mimi nimekulia hapa ziwani na nimezaliwa hapa ziwani. Ninachomuomba mama asifungi kwanza ziwa, kwa sababu watoto zetu sisi tumewakuza kupitia ziwa na tunawasomesha kupitia ziwa. Kingine, kulingana na usalama, hawa wageni wanayokuja tunahifadhi ni sisi wa Tanzania wenyewe. Nilikuwa naomba jeshi la polisi kama litaweza lipite nyumba hadi nyumba, kwa sababu kuna wengine wamepangishwa na Watanzania. Lipite hadi nyumba kuangalia usalama, kwa sababu kama ni wageni wengine wapo. Kwa nilikuwa naomba kama itawezekana jeshi la polisi wapite nyumba hadi nyumba waangalie usalama, wageni bado wapo humu. Jeshi la polisi lipite nyumba hadi nyumba. Yawezekana kuna baadhi ya wageni bado wamepangishwa katika nyumba ambazo zinamilikiwa na Watanzania katika maeneo mbalimbali. Kwa kufanya hivyo, ili basi amani ambayo tuko nayo na Utanzania wetu uendelee kudumu zaidi na zaidi. Nimekuambia kwamba bwawa hili ama ziwa hili Tanganyika linatoa fursa katika maeneo mbalimbali, mnyororo wa thamani. Njoni kuonyesha namna ambavyo watu wananufaika na uwepo wa ziwa hili la ziwa Tanganyika katika eneo hili la Katonga Mwaloni, namna ambavyo uwepo wake umezidi kutoa ajira katika
katika maeneo mbalimbali. Tuzungumze na kina mama ambao ni wachuuzi katika eneo hili ambao wanauza samaki katika eneo hili ambao watokana na uvuvi ambao unaendelea kutokana na uwepo wa ziwa hili katika ziwa Tanganyika, lakini kubwa zaidi amani ambayo ipo katika maeneo haya. Shughuli ambazo zinafanywa hapa, tuzungumze na kina mama hapa. Sawa, kuna shilingi ngapi samaki? 2200. 2200 fungu moja. Ala. Kwa 2000 fungu moja. Namnunulia nani hapa? Mimi. Ngoja kwanza nani nimnunulie? Sasa nataka tuwe nafasi namna hii. Jichagueni wenyewe nani nimnunulie? Mtu asijipendelee mwenyewe, yani nani nimnunulie? Mama wawili. Si mmoja nimesema. Huyu hapa. Wazawadie basi watagawana tu hao. Kuna zabukubuku? Kwa nini mmewachagua hao? Watu wakubwa. Sisi 2000 wagawe. Kwa sababu watu wazima. Sasa kabla ya kuwanunulia nataka tuanze eka fungu mawili. Kwa watu kila mtu fungu lake, lakini nataka nifahamu bi mkubwa, uwepo wa ziwa hili hapa bila shaka imekuwa fursa kwa namna moja ama nyingine, watu wanufaika, lakini pia tunaona ambavyo amani ambayo tuko na Utanzania wetu umewezesha leo hii umekuja kwa Mtanzania mwenzako hapa kuja kumuungisha. Nini tufanye ili Utanzania ambao tuko nao uendelee kudumu siku zote na tuweze kunufaika na shughuli ambazo zinafanywa hapa nchini Tanzania? Sisi tunashukuru ziwa Tanganyika, tunapata riziki, tunalisha watoto na wajukuu. Yaani tuna amani kubwa sana hapa Tanzania. Nini unawaambia Watanzania katika kutunza amani ambayo tuko nayo ili watoto wenu ambao mnasomesha kupitia mwalo huu waendelee kusoma na shughuli mbalimbali ziendelee kuwepo, na pia hata mume aongeze mke wa pili kwa uwepo wa mwalo huu? Hiyo nasema ngumu kumeza. Hauna wivu? Mimi sina wivu. Kwa hiyo ongeze mke wa pili au? Ongeze, lakini mama yetu atutetee jamani, wasitufungie ziwa. Akitufungia ziwa sisi wakazi wa Kigoma tutakufa na njaa. Aendelee kututetea, wasitufungie ziwa kwa sababu kula kwetu tunakula kwa kupitia hili ziwa. Hata wakati mgumu akienda ukipata 1000 watoto wanasoma, unajinyima unamnunulia daftari mtoto anafika shule. Mama, samaki gani ambao unauza hapa? Mimi nauza dagaa wa beach hapa. Wewe ni mvuvi? Hapana, nimerangua kwa wavu. Kwa hiyo mvuvi anakwenda kuvua. Akija huku wewe unakwenda unalangua afu unakuja unauza. Ndio. Kwa namna gani unanufaika na uwepo wa ziwa hili hapa? Nikinunua mzigo napata iko mboga za kula kidogo na ninapata kahera kananisaidia shida mbalimbali. Kahera kama shilingi ngapi? Naweza nikanunua nikapatia kwa 2000, 3000, 5000. Ni kutokana na jinsi nimejonunua mzigo. Angelista Emmanuel, sasa hii feature hii ya kwako hii. Lucia Juma, ngoja nikae kwenye ndoo hapa tupige stories zetu vizuri kabisa. Lucia, sisi ni Watanzania na Watanzania ni watu ambao wanaishi kwa upendo, mshikamano, ushirikiano, lakini pia Watanzania wamekuwa watu wa kutunza amani siku zote. Namna gani Utanzania wetu tunaweza tukautunza ukaendelea kuwepo kama sisi tulivyorithishwa na baba wa taifa na mzee Karume, lakini pia tuwarithishe na vizazi vingine? Kwanza amani. Tukiwa na amani tukaishi vizuri inapendeza. Maisha yangu ya kila siku linaninufaisha hivi. Maana yake mimi nikija hapa nikipata mzigo nikiuza, yani naona kama ni manufaa zaidi kwangu pamoja na familia yangu. Ila kwa mfano kama hivyo ndo ziwa alifanyi kazi, tunateseka tu. Unawaambia nini wale watu ambao wanakuwa wanachochea watu ili kuvunja amani na amani ikipotea? Unadhani unaweza kukaa hapa na kufanya biashara yako namna hii? Hapana, yani watu wa namna hiyo na waona tu kama si kitu, kwa sababu kama hamna amani hakuna kinachoendelea Tanzania. Cha kwanza amani ndo kazi tunaifanya kwa uhuru. Niliketi katika eneo hili ambalo huwa wanaketi wenyewe wakati wanafanya shughuli zao za uvuvi, na naketi tena hapa kwa maana sasa nimetia nanga katika kutazama namna ambavyo Utanzania wetu ambao tuko nao, namna ambavyo amani ambayo tuko nao hapa nchini Tanzania imekuwa chachu ya kufanya shughuli mbalimbali zifanywe ndani ya Tanzania na mnyororo wake wa thamani uweze kwenda kwa watu wengi zaidi. Kutazama eneo hili ni shughuli za uvuvi ambazo zinafanywa katika eneo hili, lakini wanaonufaika si wavuvi pekee. Mvuvi atanufaika
kunufaika kwa nafasi yake. Kuna watu wanatengeneza vyombo hivi, kuna watu wanakuja wanafanya shughuli za kubeba mizigo ama samaki kutoka katika chombo kwenda kukaushwa, ili mradi kila mmoja anufaika kwa namna moja ama nyingine. Nimekuambia vyote vipo ndani ya mwamvuli mmoja tu, mwamvuli wa amani ambao tumerithishwa na waasisi wa taifa hili, nikiwa mzungumzia baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere na mwenzake hayati Sheikh Abeid Amani Karume. Mimi ni Maulid Kambaya na hii ni TBC1, ukweli na uhakika. Tuendelee kuitunza na kuilinda amani ambayo tuko nayo, kwa sababu sisi ni Tanzania. Utanzania wangu ni muungano wetu na tofauti zetu